wakisema hakika wewe u mwana wa Mungu. Haleluya, hakika wewe u mwana wa Mungu. Kwa hiyo kwa kifupi sana hapa, Mungu anaweza kuzuia maombi kwa sababu yake mwenyewe, kwa kutuimarisha, kwa kutuelekeza. Anataka tumnyenyekee. Sema anataka unyenyekevu kwetu. Mara nyingine anaona sio lazima akupe tu kitu kirahisi. Manake Mungu anatujua, na Mungu hajali kweli ukalala njaa siku 3 ama hata wiki moja mradi apate ule moyo wako. Haleluya, hajali kweli ulale njaa siku zote hizo. Kwa hiyo mara nyingine anachelewesha ili kujenga ule unyenyekevu wetu kwake, na ili sisi tujitambue kwamba hatuwezi kitu chochote. Bila yeye hatuwezi kitu chochote. Na basi unaona kwa mfano hapa watumishi hawa wanafunzi wa Yesu ni kweli kabisa walijiona hawawezi lolote. Japo pale mwanzoni walikuwa wanajigamba, wanasema sisi ni mabaharia, ni watoto wa huku baharini, lakini walijiona hawawezi chochote. Kwa hiyo walijinyenyekesha, wakajiona wao sio chochote, na basi ikajenga imani yao kwa kiwango. Manake kama wasinge kazana wakijua kwamba hii kitu kitakwisha, manake wangejua kwamba haitawezekana, wasingeendelea mpaka zamu ya 4. Kwa hiyo iliwajengea imani kwamba tumeshindwa sasa hivi, lakini bado huku mbele tutaweza. Bwana inuliwe sana. Alafu hii ya mwisho kabisa ndio wakasema kwamba hakika wewe u mwana wa Mungu. Hakika wewe u mwana wa Mungu. Kwa hiyo hiyo ilimalizia. Huenda hawa wanafunzi wengine, ijapokuwa walikuwa wanatembea na Bwana Yesu, hata wengine labda walikuwa hawana uhakika kama huyu ni mwana wa Mungu kweli. Lakini yeye Petro kule mwanzoni katika Mathayo 16:18, yeye Petro alijua tangu mwanzoni. Lakini huenda hawa wengine walikuwa hawajatambua. Kwa hiyo kuna kitu Yesu alikuwa anawafundisha. Haleluya. Kwa hiyo maombi yetu yanaweza yasijibiwe haraka kama tunavyotaka, kwa ajili ya unyenyekevu, kwa ajili ya tujione kwamba sisi sio kitu, na hata tujue kwamba Mungu ni nani. Mungu ni mweza wa yote, hakuna kinachomshinda. Na basi tunapoanza kuomba, mtu wa Mungu, ukishaanza kujitia nguvu katika kuomba, hakuna kuacha mpaka kidhihirike. Haleluya. Hakuna kuacha mpaka jambo lidhihirike. Kitu ambacho kinafanyika ni kwamba ukiingia katika ulimwengu wa roho, fikiria kwamba yale maombi unaopeleka kwa Mungu ni shamba. Leo unaotesha mbegu, unaiacha imeota, unaiacha. Kesho kuta unaotesha nyingine, unaiacha, unaingia kwenye nyingine. Kwa hiyo mwishoni unajikuta una shamba kubwa, umeotesha mbegu ni ndogo, hakuna hata moja itazaa, kwa sababu hakuna hata moja itakuwa ifikie kina cha kuzaa. Kwa hiyo inatufundisha tena na tena, kama mtumishi alivyotuchukua tangu mwanzoni, kwamba ni lazima ukishaanza kuomba, hakikisha umeomba mpaka umepata kile unachoomba kwa Mungu. Haleluya. Manake hawa watu walijua kwamba tumeingia baharini, ni lazima tutatoka. Walijiamini hivyo, na waliamini kwamba kuna nguvu ya Mungu iko ndani yetu. Manake wanafunzi kweli walikuwa na nguvu ndani yao nyingi tu, kwa sababu neno lilikuwa ndani yao, jinsi mtumishi alituambia. Kwa hiyo tusikate tamaa, ni lazima tukaomba mpaka tukavuna. Haleluya. Ile tabia ya kuacha mbegu kishambani, kila kimoja kina inchi moja, ife katika jina la Yesu. Tunafunga kibwebwe, tunaomba mpaka lijulikane. Bwana inuliwe sana. Basi naomba tunyanyuke wote tuombe sadaka. Basi tutasoma neno katika Kornelio 10, Matendo 10, ule mstari kwa ajili tutaanzia tu wa kwanza ili tupate vizuri. Matendo 10 ule mstari wa kwanza, pale anasema, palikuwa na mtu Kaisaria jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia, mtu mtaua, mchaji wa Mungu. Yeye
na nyumba yake yote, naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Akaona katika maono waziwazi kama saa 9 mchana malaika wa Mungu akimjia na kumwambia. Hapo ndipo nataka tusikilize vizuri. Kornelio akamwambia, Kornelio. Akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Haleluya. Sala zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Bwana. Kwa hiyo tunakwenda kumsihi Bwana hizi sadaka zetu ziwe ukumbusho mbele za Bwana, kwamba Mungu wa mbinguni, ili basi tukaweza kujibiwa sala zetu, ni lazima basi hili neno la Kristo likakaa ndani mwetu. Mungu hii sala ikakumbushe, manake hii ya Kornelio haikunyamaza, iliendelea ikadumu mbele za Bwana, ikimkumbusha Mungu mambo ya Kornelio na yale ya nyumbani. Itukumbushe hii sadaka kwamba dhambi ni lazima tuwe nayo mbali, na kweli neno la Kristo likikaa kwa wingi ndani yetu, na dhambi itaondoka tu, kwa sababu neno linatuweka karibu na Mungu na mwishoni linatufananisha na Mungu. Mungu hakutenda dhambi. Haleluya. Alafu ikamkumbusha Mungu kwamba sisi tunapaswa kushinda mapepo wa aina zote. Sema wa aina zote. Wa aina zote kabisa. Na sisi basi tunapaswa tukaomba bila kukoma, bila kukata tamaa, mpaka kitu kizaliwe, mpaka mtoto azaliwe. Haleluya. Tukae kwenye labor ward mpaka mtoto azaliwe katika jina la Yesu. Basi tuombe maneno mawili tu. Mungu mtakatifu na Baba yetu wa mbinguni, hakika wewe ni mwaminifu sana, wewe ni mtakatifu sana. Siku zote unapenda kutufundisha, tena kwa mifano mingi. Basi sadaka tunainyanyua kwa pamoja mbele ya kiti cha rehema, ikadumu kukukumbusha yale ambayo tumeshazungumza sasa hivi, sababu wewe ni Mungu mweza wa yote. Kabariki kazi za mikono yetu. Siku zote unatuambia kwamba hii sadaka inakuwa ni manyunyu ya kunyesha zile kazi zetu. Tubariki sisi na watoto wetu. Mungu, hii sadaka tumeotesha katika udongo mzuri sana, na tunaomba kila mmoja ikazae 100. Wewe ni Mungu, wewe ni mfano wa wafalme, wewe ni Bwana wa mabwana, wewe ni mtakatifu wa Israel. Katika jina la Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Amen. Shangilia Bwana Yesu tena kwa makofi. Usikae, simama tu. Lakini kabla hatujaendelea, na kukumbusha kwa wale ambao wamechelewa, na pia ulikuwa na sadaka yako ya kuchangia minara, unaweza pia, tukimaliza unaweza kupitia pale kitini, tuna ofisi yetu pale mapokezi. Unaweza kupita pale ili ukatoe sadaka yako kwa ajili ya ujenzi wa minara na sadaka zingine zote. Bwana Yesu asifiwe. Na pia kuna vile vitabu vya mkurugenzi wa huduma hii ya Safina Radio. Hivyo vitabu viko hapa, utavipata hapa ndani na utavipata pale getini pia, pale mapokezi. Inauzwa shilingi 2500 kitabu kimoja. Viko vitabu vitatu, shilingi 7500. Bila kusahau kwamba kuna CD zile za mafundisho mbalimbali pamoja na CD za Biblia. Kwa wale ambao hawezi kusoma Biblia, unaweza kusoma kupitia sauti. Ni mtu ametengeneza vizuri sana na amezungumza vizuri. Hata kama wewe uelewi, utaelewa tu kwa jinsi alivyofafanua Biblia. Utazipata hizo CD. Kuna CD za safari ya mshindi utazipata pia. Kuna vitabu vya maombi, ni jinsi gani unatakiwa muombe mke wako au mume wako, au unatakiwa uombe familia yako. Hivi vitabu viko hapa, inakuonyesha njia jinsi gani unatakiwa uombe. Usisahau, baada ya ibada tu utavipata, na sadaka yako unaweza kutoa pale ofisini hapo mapokezi. Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi tumefika wakati wa maombi. Tunataka tumuombe Mungu ili akutoe kwenye shida ulionayo. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini pia tumesema kwamba tumezungumzia vizuizi
kama 4 hivi ambavyo inatakiwa leo tushughulike navyo. Cha kwanza tumesema neno la Mungu kukaa ndani ya watu. Cha pili tukasema kwamba ni kizuizi ambacho ni dhambi. Tutaenda kwenye toba, tutatubu kwa ajili ya makosa yetu ili kwamba kizuizi hicho kiweze kuondoka. Lakini pia kuna kizuizi ambacho ni shetani na mapepo na wachawi na waganga wanaozuia kwamba usifanikiwe. Wanazuia majibu ya maombi yako. Hao wote leo tutashughulika nao. Lakini pia kitu kingine tutashughulikia pia hofu. Hofu nayo ni kizuizi na mashaka. Kuona shaka kwa kile ambacho unakihitaji kwa Bwana. Hayo yote tutaomba kwa ajili ya hayo, na Mungu na kuhakikishia kwamba lazima atafanya kitu kipya kwako. Haleluya. Siku ya leo utazamie kupata kitu kingine kipya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi wewe uliyekaa naomba usimame. Tumejifunza vizuizi vingi sana. Lakini pia kuna vingine ambavyo vinazuia kwa sababu wakati wake bado haujafika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa wakati ni leo. Nataka tuanze na kizuizi hiki ambacho ni dhambi, makosa. Tunataka tuingie kwenye toba, na baada ya hapo tutaendelea na vizuizi vingine. Bwana Yesu asifiwe. Sema, Bwana Yesu, nimekuja kwako kwa mara nyingine tena. Nimekuwa nikishindwa kufikia maombi ya mahitaji yangu. Lakini leo nimejua siri kwamba dhambi ilisimama mbele yangu kama kizuizi cha kunizuia kwamba nisipate kile ambacho nimekiomba kwako. Leo hii nimekuja kwako Yesu. Naomba unisamehe. Naomba unitakase kwa damu yako ulioimwaga msalabani kwa ajili yangu. Kuanzia sasa ninakataa kazi zote za shetani. Ninakataa matendo yote ya mwili ambayo yameandikwa katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 19. Kuanzia sasa nakiri kwa kinywa changu kwamba wewe Bwana utawale maisha yangu, utawale nafsi yangu, utawale moyo wangu, utawale njia zangu. Kuanzia sasa ninampinga shetani ndani ya maisha yangu. Shetani, sikia, kuanzia leo ninakukataa na kazi zako zote, na kazi zako zote. Kila chochote ulichokiweka ndani yangu nakikataa, nakikataa, nakikataa. Kuanzia leo huna nafasi ndani ya maisha yangu. Kuanzia sasa huna nafasi kwenye nafsi yangu. Huna nafasi kwenye moyo wangu. Ndani ya moyo wangu naruhusu neno la Mungu ndani ya maisha yangu. Asante Bwana Yesu kwa sababu ulikuja kwa ajili yangu, nami nimesikia habari zako. Leo nimeamua bila kulazimishwa, nimekukubali wewe Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na Mwokozi wa maisha yangu. Nitembee na wewe, ufute hatia zangu zote, kila hati ya mashitaka iliyoandikwa juu yangu inayozuia
kwamba nisione kile